Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, juu ya taarifa ambayo inayozungumzwa kwa sasa kwa ukubwa kabisa. Hapa nazungumzia taarifa kuhusiana na klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuweza kumrejesha nyumbani kijana wao. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Faisal almaarufu Feitoto, mmoja kati ya wachezaji wakubwa kabisa Tanzania. Unapozungumzia wachezaji wazawa kwa hapa Tanzania wenye ukubwa wake, huwezi kuacha kutaja jina la Feitoto kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, huku inaelezwa kwamba hatimaye mwamba kila kitu kimeweza kuwekwa wazi juu ya kwake yeye kurudi kwenye kikosi cha mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka ya Tanzania. Hapa nazungumzia Young Africans. Wamefikiaje na imekuaje mpaka Faisal kukubali kurudi tena ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans? Kwa kile ambacho kinachoendelea, mimi nimekusogezea taarifa hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha Young Africans, juu ya taarifa ya mwamba Faisal kurudi tena kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi. Bana, kumekuwepo na maswali mengi juu ya mashabiki wa soka kwa sasa kwa kile ambacho kinachoendelea juu ya Faisal kuweza kuzungumzwa kwamba amemalizana na uongozi wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kurejea kwake kwenye mikono ya rais wa Yanga Engineer Hersi tena mara baada ya mvutano mzito kweli ambao ulitokea alipokuwa akiondoka kwenye kikosi cha Young Africans na kuelekea pale Azam. Haikuwa rahisi kwa Feitoto kutengeneza ukubwa wake. Faisal aliondoka kwa maneno, kwa kashfa, kwa kila kitu ambacho kiliweza kuzungumzwa. Si kwa Faisal peke yake, bali hata pia kwa upande wa Young Africans walizungumza maneno mengi kweli, lakini hatimaye mambo yalikuja kuwekwa sawa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia, na Feitoto akaelekea pale Azam kwa dau la shilingi milioni 400, ambapo Young Africans walivuna pesa hiyo kutoka kwa Azam FC. Sasa Faisal kurejea kwake kwenye kikosi ya Young Africans, inaelezwa kwamba wiki iliyopita ilikuwa ni wiki ya ekaeka, na zilikuwa tetesi mbalimbali zinamuhusu kiungo mshambuliaji fundi wa mpira Tanzania Faisal Feitoto. Baada ya kuibuka hayo, haya ni mahojiano aliyoweza kuyazungumza hapa. Nazungumzia moja kati ya waandishi wetu walipoweza kumtafuta Faisal, na mimi nimekusogezea moja kati ya kile kilichoweza kuzungumza, ambapo mwandishi alimuuliza Faisal na kumwambia Simba wameweka donge nono wewe kusaini Simba. Feitoto akajibu, nani amekuambia hivyo? Mwandishi wetu akamwambia, mimi nina za ndani napewa na viongozi wa Simba. Feitoto, mimi siwezi kulizungumzia hilo ni siri yangu pamoja na viongozi wangu. Mwandishi akamuuliza, taarifa zilizopo ni kwamba uhusiano wako na Engineer Hersi Said umerudi kama zamani, mlitafutana mkaombana namba, mkaombana msamaha, na sasa hivi inasemekana inatafutwa namna ya wewe kurejea Jangwani. Umezisikia na wewe hizo taarifa? Feitoto akasema, mimi sina tatizo na rais wa Yanga, tunaongea vizuri tu, hakuna shida yoyote, ni rafiki yangu, brother, kaka yangu, kwa hiyo niseme tu sina tatizo lolote na yeye. Mwandishi, kwa maana hiyo taarifa zinazosema hivi sasa Engineer Hersi ametoa ofa kubwa kuhakikisha unaitumikia Yanga kama awali, ni sahihi kabisa, si ndio? Feitoto, mimi ni mchezaji, nafanya kazi popote pale. Mwandishi akamwendelea kumuuliza, ulizungumza mwenyewe kwamba wewe kurudi Yanga labda Engineer Hersi
aondoke. Kwa hiyo sasa hivi Engineer Hersi asipoondoka, wewe upo tayari kurudi Yanga? Feitoto, unajua katika maisha kuna wakati unaweza ukazungumza maneno lakini baadaye mkawa fresh vizuri na mengine yakaendelea. Kwa hiyo mimi siangaliagi sana mambo yaliyopita na focus na mambo ya mbele. Hivyo niseme tu sina tatizo na mtu yoyote yule. Mwandishi, vipi mpaka mkayamaliza? Ni wewe ulimuomba radhi au ni yeye? Faisal akajibu, kuhusu ilikuwaje mpaka tukayamaliza, hiyo inabaki kuwa siri yetu kati ya mimi na yeye. Kama nilivyoongea awali, yule ni mtu anayenishauri vitu vingi sana, ni kaka yangu, ni mlezi wangu, na tunaongea vitu vingi ambavyo watu hawajui, ila utakuta mtu kaandika vingine tu. Yeye mwenyewe anajua kwamba Fei ni mwanangu, tena mwanangu sana. Mimi napenda kumuita Engineer Hersi bosi. Unaona bana, akiweza kuzungumzia kile kinachoendelea kuweza kuzungumza, ambapo Faisal anasema ya kwamba yeye hana tatizo na juu ya kurejea kwenye kikosi ya Yanga, na akazungumza akasema ya kwamba nipo tayari kurejea kwenye kikosi cha Young Africans, huku Faisal akiweka bayana kusema kwamba yeye ni shabiki lialia wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Yani inamaanisha kwamba hata pengine Young Africans inapokuwa ikiweza kufungwa huko aliko, bado moyo na msunta, moyo na muuma wananchi kwa nini wanapoteza michezo. Kwa hiyo Faisal kwa hiki ambacho amekizungumza kwa siku ya leo, inadhihirisha kwamba pengine tutarajie kuweza kusikia jambo lolote juu ya mwamba Faisal kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kumbuka kwamba Young Africans wanafanya kila njia, kila namna, ambapo zaidi ya shilingi milioni 800 zinakwenda kutumika kwa ajili ya kuweza kumrudisha Maestro Faisal kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Hiyo yote ni kwa ajili ya kuweza kupata huduma yake, kwa sababu mwisho wa msimu huu Stefano Aziz Ki, Clatous Chama inaelezwa kwamba hawatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Ipo Yanga wanahitaji kuweza kutengeneza kikosi ambacho kitakachokuwa kikisheheni majina makubwa ambayo yatakaweza kuwasaidia wananchi katika kuhakikisha kwamba wanatoa taji la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kwa hiyo kinachosubiria kwa sasa ni kuhakikisha kwamba namna moja ama nyingine kila kitu kinawekwa bayana, kila kitu kinawekwa sawa. Mwisho wa siku jambo hili liende kufanyika na tuweze kushuhudia Young Africans wakipata saini ya Feitoto. Kumbuka kwamba pia Feitoto sio rahisi kurudi Yanga kama vile ambavyo wengi wanafikiria, lakini nguvu ya pesa ndio itakaweza kumshawishi, kwa sababu mkononi ana ofa nzito. Ana ofa kutoka Azam FC, ana ofa kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ofa kutoka Kaizer Chiefs na klabu zingine ambazo zitakuja mara baada ya msimu kuweza kumalizika. Tusubiri kuweza kusikia taarifa rasmi kutoka katika klabu ya soka ya wananchi Young Africans.